السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtakia rehema na amani bwana wetu na kipenzi chetu na kiongozi wetu Mtume Muhammad na ali zake na masahaba zake, tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wenye khairat na barakat, mwezi ambao kwamba ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka mambo mengi ambayo hayapo nje ya mwezi huu. Ni sisi kupatiliza na kufanya bidii katika khairi ili tuyapate yale ambayo kwamba yako ndani, na yenyewe ni ayama maadudat, ni siku za kuhesabika chache sana. Lau mtu atapatiliza, basi itakuwa kwake ni ghanima kubwa ameipata, na lau pia ataghafilika, basi itakuwa ni hasara, kwa sababu zitaisha kwa haraka. Uislamu umetuwekea mabda ya naf'ul ghair, kuwa na misingi ya kunufaisha wengine. Yani kila mmoja katika Uislamu inatakiwa afikirie namna gani ya kunufaisha mwingine, afanye juhudi ya kumnufaisha mwingine, na kila mtu kulingana na mahali pake na nafasi yake na uwezo wake. Ndio utaona ikawa zile ibada ambazo zinakuwa na manufaa kwa Muislamu mwingine zina daraja kubwa zaidi kushinda zile ibada ambazo kwamba manufaa itakuwa ni kwako peke yako. Ibada ambazo kwamba naf'uhu mutaaddid, manufaa yake yanamfikia mwingine, afdal, ni bora, min allati, kushinda ambazo kwamba naf'uhu lazim, kwamba zabaki kwako peke yako na za kunufaisha yeye peke yako. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, mmoja wenu lau atatoka ili aende akamsaidie mwenzake kwenye jambo moja, ni bora kushinda kukaa itikafu katika msikiti wangu huu mwezi mzima. Sasa fikiria, ukatoka ili umsaidie mwenzako katika jambo moja, iwe ni bora kushinda hata kukaa itikafu tena katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tena mwezi mzima, ambapo sisi kwa fikra zetu na vipimo vyetu tunaona zile ibada ambazo kwamba ni za wewe peke yako na za kunufaisha wewe peke yako, tuziona labda zina daraja kubwa kushinda hizi ibada nyingine. Lakini la, katika Uislamu haikuwekwa hivyo. Imewekwa ya kuwa zile ibada ambazo labda hata sisi tuwaona si ibada, manake lau mtu utamwambia baina ya wewe kuswali qiyamul layli usiku mzima na baina ya wewe kuenda ukamtafuta mmoja katika familia yako ama mmoja katika majirani zako mwenye njaa ukampa chakula mara moja tu, ipi unaona ina thawabu nyingi? Ipi unaona ina daraja kubwa? Wengi kwa vipimo vyetu tunaona kwanza hili la kuswali ndio ibada, lile la kumpatia chakula ambaye hana ni nini? Ni la ada. Hatuchukulii kwamba ile pia ni nini? Ni ibada. Na sio ibada tu, ibada ambayo itakuwa ina thawabu na daraja kubwa kushinda hata hili. Mtu atashtuka,
kuswali usiku mzima, iwe haitoshinda kumlisha maskini mara moja, ama yatima mara moja, ama jirani, ama familia. Naam, kwa sababu zile ambazo kwamba utafanya manufaa kumfikia mwingine, wewe wamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia ile, na ile inaingia katika ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, al-khalqu kulluhum ayalullah, viumbe wote ni nani? Ni familia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni watu wanaomhitaji Mwenyezi Mungu. Wa khairuhum anfa'uhum li'ayalihi, na mbora wa viumbe wote ni yule anayenufaisha zaidi watu wa Mwenyezi Mungu, viumbe wa Mwenyezi Mungu, familia ya Mwenyezi Mungu. Wale wenye kufahamu namna hii hawawezi kudharau masala yanayofungamana baina ya waja, masala yanayofungamana baina ya sisi na sisi, bali wanafanya bidii. Mtu anaweza hata akawacha ibada ile ambayo tunaona ni ibada hizi za shairia, za utangavu, ama za zinazotoa taswira ya ibada, akawacha kwa ajili ya hii ibada nyingine ambayo kwamba mara nyingi ni ya taamulia, ya kuamiliana baina wewe na viumbe wengine. Abdullah ibn Mubarak alitoka kwenda safari ya hija, yaenda kufanya haji, amebeba mali yake anaohitaji, yuko na msafara wake, ngamia wake, na grupu inayofuatana na yeye, kama vile safari za zamani zilivyokuwa. Wameenda safari, wakifika mahali kupumzika kidogo ili waendelee tena na safari. Akipeleka macho hivi, amuona mama mkongwe mzee yuko kwenye jala taka anatafuta. Abdullah ibn Mubarak akamfuatia, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama, mbona uko hapa? Akamwambia anatafuta chakula. Chakula cha nani? Mimi nina mayatima na walea 5, hawana msimamizi na hawana chakula, ndio niko hapa kwenye jala taka, mimi nawatafutia angalau nipate tonge moja riziki, wasilale njaa. Abdullah ibn Mubarak akasema, huna hajjati, hapa ndio hija yangu, hapa mimi nishafanya hija. Hajafika Maka, yuko barabarani, yuko njiani, akawaambia watu wale wanaofuatana naye, mimi nishamaliza haji, hapa ndo nitafanya hija yangu. Akachukua kile kifuko chake cha dinari zake na dirhamu zake zote alopanga kwa ajili ya kwenda kufanya hija. Nguzo ya 5 tuiona ni ibada kubwa sisi. Naam, ni ibada kubwa sana tena, lakini yeye akaona mimi kumpa huyu, madamu nishatekeleza faradhi mara moja, badili ya kufanya tena hija ya 2 na ya 3 na ya 4, ni bora zaidi ni kumpa huyu. Akachukua kifuko chake cha ile mali akampa yule mama, akamwambia nenda akajitosheleze na haja yako na chakula chako na mayatima wako. Abdullah ibn Mubarak akaigeuza safari na kurudi zake nyumbani, akawaacha wenzake waenda Maka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuonyesha ya kuwa amemtakabalia ile na kuwa amefanya jambo la maana, ikawa wale ambao hawakumuona Abdullah ibn Mubarak kama amerudi, kila anayekuja kutoka Maka anampatia pongezi Abdullah ibn Mubarak, anamwambia hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Abdullah ibn Mubarak akamwambia, mimi sikufika, mimi nimekuona. Kila alikuwa anatoka Maka sasa, mimi nimekuona, niko kwenye tawafu nimekuona, niko kwenye sa'i nimekuona, niko Arafa nimekuona. Watu tofauti tofauti, na hawakubali kabisa kwamba Abdullah ibn Mubarak hakuenda. Ndio akiwauliza waja wema na wanazuoni, akawaambia, wewe kwani umefanya nini? Akamwambia, mimi nilipokuwa njiani. Akamweleza kile chochote, akamwambia, basi hiyo itakuwa ni Mwenyezi Mungu amekuwakilishia malaika kwa sura zako, akafanya zile ibada kama ambaye ni wewe ndio umefanya, na maana yake ni kuwa thawabu yako ya haji umeipata kamili.
Angalia, amewacha nini? Amewacha kwenda, lakini akapata thawabu vile vile kamili, kwa sababu amesimamia chakula cha wale mayatima na yule mama mjane. Hebu leo tuulizane na tujiulize wenyewe, wangapi mtu atafanya mambo makubwa ambayo yeye itakidi ndio makubwa kwake? Mtu labda atajitolea, atajenga misikiti, mtu ataenda hija mara kwa mara, mtu atachimba visima, mtu atafanya hivi na vile, wengine wachangia mfano kwenye mashindano ya Qur'ani, wengine wachangia kwenye mambo mbalimbali, lakini alikuwa ana mambo ambayo ni aula zaidi. Leo angeyafanya yeye angepata thawabu zaidi na daraja zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini yeye hayafanyi. Huyo ambaye kwamba labda atakuwa kila mwaka anaenda hija, huyo ambaye kwamba kila mwaka labda anachangia kujenga msikiti, ananunua miswahafu, yote mambo ya kheri, lakini wewe ufanye hayo kisha uwe na mtu wako wa karibu, labda mzazi wako hana bili ya hospitali, hana gharama za kujitibu, haumpatii. Wewe una mke wako ambaye kwamba labda ana mahitaji na ana madeni, haumsaidii kuyalipa. Wewe una watoto wako ambao kwamba wanahitaji kusoma, labda hauwasaidii. Una familia wa karibu ambaye kwamba ana shida, hana kazi, haumsaidii. Wewe waona ibada ni kujenga msikiti, waona ibada ni kwenda Maka. Hizo ni ibada kweli, ibada tukufu, zina thawabu, hatukatai wala haifai kuzidharau. Lakini lau ungekuwa waelewa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ungejua mimi ibada zaidi yenye thawabu zaidi ambayo itamridhisha Mungu zaidi ni haya ya kuwasaidia wale wahitaji, kuliko hata lile ambalo kwamba labda la kujionyesha kwamba wewe wafanya. Unajua kuna maradhi watu wafanya mambo ambayo kwamba ya kuonekana. Mtu ataka ile mtajulikana vipi? Kama mfano utaona mtu yuko tayari amsimamie, na nafikiri haya yanatokea katika kila miji, yuko tayari amsimamie mwalimu wa dini, ustadhi, ampeleke hija, atatoa 600,000, 700,000, hata milioni atatoa aende haji. Kwa nini? Isemwe ya kuwa amempeleka ustadhi fulani haji. Lakini huyo mfadhili mwambie hii 700,000 ama 800,000, huyu bwana hali yake ni taabani, huyu hali yake ni duni, usimpeleke haji. Kwake haijakuwa faradhi haji. Wa hajjul baiti man istataa ilayhi, hana uwezo huyu, kwake si faradhi. Fanya nini? Mtoe kwenye ile hali yake duni, kwa hizo tikiti ya haji 700,000 mpe yeye, afungue kazi, atanunua tukutuku 2 hiyo 700,000, atafungua duka, atanunua mali, ataona itakuwaje bwana ustadhi, basi nimpe 700,000 nzima, atazila tu. Heri azile, heri alipe madeni yake, atasifanye hiyo biashara. Lakini hafai na yeye kupumua, hafai na yeye kushukisha pumzi. Yuko tayari amlipe tikiti aende haji, lakini haiko tayari ile tikiti yake kumpa mwenyewe afanye kile anachotaka, hata kama atastarehe nazo. Si ashahangaika muda alohangaika, astarehe kidogo. Ustadhi bwana, tumpe pesa yote hii. Hawafai kupa pesa nyingi hao, sawa, ni zile tuzajulikana. Ni nini? Watu hawaelewi. Lau mtu atafanya hivyo, huyu utamtoa kwenye ile hali na itakuwa ni thawabu ya kuendelea, itakuwa ni sadaqatun jaria, huenda ikashinda hata sadaqatun jaria ya msikiti na kisima, kwa sababu utakuwa umemwokoa katika ile hali yake ya taabani. Angalia maajabu. Huyu ustadhi mfano ataenda hija na malaki yote hayo, akirudi yarudi pale pale kwenye madeni yake, yarudi pale pale kwenye hali taabani, yarudi pale pale katika kuhangaika na maisha. Sasa haji gani hiyo? Kwa hivyo tuwafaa tuwe na fikra ya kuwa mtu kumnufaisha mwenzake ina daraja kubwa na ajiri kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuliko wewe kufanya mwenyewe kitu binafsi. Na angalia namna unapomnufaisha mwenzako, huwa wewe wanufaika zaidi kabla ya yeye. Dua tu, manake tukizungumza mali na nini, si kila mtu ana pesa, lakini ukiwa na ule moyo tu ya kwa mimi na nafurahi mwenzangu akifanikiwa,
mimi nafurahi mwenzangu akiendelea, mimi natamani mwenzangu atoke kwenye taabu fulani, wewe tayari una daraja mbele ya Mwenyezi Mungu, na wewe pia utapata kama yeye na zaidi yake. Angalia ile dua tuliopewa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema da'watul mar'i li akhihi an dhahri al-ghaibi mustajab. Wewe ukakaa ukawa una roho safi, una nia nzuri kwa mwenzako, ukamwombea kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, fulani ni mgonjwa, mpe afya njema. Ya Rabbi, fulani hana kazi, mpe kazi. Ya Rabbi, fulani mfungulie kwenye maisha yake, mtengenezee biashara yake, mfanyie hivi, mfanyie hivi. Wewe wapata nini? Wewe tayari wapata daraja ya kuwa dua yako inajibiwa, ambapo lau utajiombea wewe mwenyewe binafsi, huna hakika dua inaweza kujibiwa ama isijibiwe. Lakini ukapewa ya kuwa ukitaka hakika dua yako ijibiwe, fanya nini? Muombe mwenzako. Ukitaka kujua mimi naomba dua ya hakika ambayo inajibiwa, na muombea nani? Mwenzangu. Lakini ukijiombea wewe mwenyewe binafsi, na kujibiwa na kutojibiwa, huwezi kujua. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuwakilishia malaika. Pale unaposema lolote kumwombea mwenzako, malaika anasema amin, ewe Mola mjibu dua yake huyu. Na malaika kisha kusema amin, inajibiwa. Kisha walaka bimithli, na wewe na kuombea upate mfano wake. Angalia, wewe umeomba dua tu, je, ukaenda ukatoa ukafanya? Je, ukamsaidia mtu kwa ushauri? Maanake kumnufaisha mwenzako si pesa peke yake. Unaweza kumwombea dua, unaweza kumpa fikra, unaweza kumpa maoni, unaweza ukamwelekeza. Leo unaweza kupata mtu anaweza kusema mahali neno, wewe ukapata kazi ama ukasaidika, pia akawa ni bakhili hata ukusema pia, bwana nishike mkono tu, ukienda wewe pale, yule ukisema atakusikiliza, pia una ni uzito. Hutoi chako cha mfukoni, wala si wewe utakayeandika, lakini wewe tumia tu ile kauli yako kwamba unayo, ufanye nini. Lakini mtu ataona pia ugumu kufanya hivyo. Na mara nyingi ukiona mtu ambaye kwamba hana hima ya kutaka wengine wafanikiwe, yeye pia ni ngumu sana kufanikiwa. Na yoyote ambaye kwamba anabeba hamu ya wenzake wataka wasaidike na wanufaike, na wao pia hunufaika zaidi na zaidi, bali si yeye peke yake, manufaa yanamrudia mpaka kwenye kizazi chake. Wewe lau utaendea mbio watoto wa wenzako wasome, wafanikiwe, wasonge mbele, basi na wewe Mwenyezi Mungu atakulipa mpaka kwa watoto wako pia. Watakuwa hawana shida kabisa kwenye maisha. Hata lau Mwenyezi Mungu akikadiria ukiondoka kabla ya wao, watakuwa hawana shida yoyote, kwa sababu wewe ulifanya nini? Watoto wa wenzako. Kwa hivyo katika masala muhimu sana ni kuwa sisi Waislamu, dini yetu iko katika watu kunufaishana. Ukimfanyia mwenzako, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakufanya wewe mfano wako. Lakini tuulizane, kitu gani ambacho kwamba kinatufanya sisi tuwe nyuma tusiweze kunufaishana? Tutaona kuna haja nyingi katika jamii za Waislamu, na tena katika kila jamii ya Kiislamu ndio utaona tuko nyuma zaidi katika mambo mengi. Mimi naweza kutoa mfano wa ninapotoka na ninapoishi kote, na hapa nafikiri labda mweza mtafikiria, utapata mji wa Kiislamu ama mtaa wa Kiislamu, na nyinyi mtaniambia na hapa ni hivyo ama hapa tofauti. Kuna hawa wa dini zingine, sawa hawa dini zingine wako na holi ya sherehe zao, wako na college, polytechnic, wako na hospitali, wako na shule, wako na hili, wako na hili. Yani wamejitosheleza. Tena waweza kupata dhehebu moja tu, mpaka gari pia ya kanisa, dhehebu moja, si dini yote, dhehebu. Wana hospitali, wako na holi, wako na shule, wako na gari. Yani wamejitosheleza kabisa. Ukiangalia upande wa Uislamu utapata wako na msikiti tu, ikizidi na madrasa. Hospitali, tutaenda hospitali yao. Tukiwa na shida yoyote, polytechnic, college, tutaenda kwao. Kwa nini Waislamu hawawi na vitu vyao vyote, ikawa na sisi pia tujitosheleza wenyewe? Sisi tuko na watu pale kwa msikiti wetu wanasaidiwa kulipa fees kwenye college ya Makatholiki, na msikiti ndio yamchangia. Kwa nini msikiti waweza kumchangia kulipia fees, hauwezi kuchanga ukafanya polytechnic yenyewe?
Utaona ni katika mambo ambayo kwamba lazima tuwe na fikra kama Waislamu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam misingi alituwekea tusimuhitajie mtu. Kwa nini alipoingia Madina aliasisi nini? Aliasisi soko. Aliwauliza, nyinyi mwanunua wapi? Akaambia soko la Banu Qainuqa. Sema jenga soko letu sisi. Hata sokoni pia tuende masoko. Kabla ya kuasisi msikiti aliasisi soko letu, msikiti wetu, kila kitu chetu wenyewe, mpaka maduka ya dhahabu ilikuwa ni ya Mayahudi peke yake Madina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanzisha mpaka maduka ya dhahabu ya Uislamu, wakawa Waislamu wana maduka kadha wa kadha wao wenyewe. Walipoona wakati mmoja walipofanya jihadi, wataka kutoka jihadi, wameagizia mapanga, silaha zitengezwe na Mayahudi, wakakataa kuwatengezea. Alitolewa Saidna Abubakar akaenda mpaka nchi ya India kujifundisha tu kutengeneza silaha, ili hata pia tusiwategemee wao katika jambo hilo. Hii ndio Uislamu tuliofundishwa, ya kuwa tusiwe ni wenye kuwategemea wengine, sisi wenyewe tujitosheleze, sisi wenyewe tuwe ni jamii ambayo yaongeza kwenye jamii. Nikimalizia katika mambo ambayo kwamba yatatusaidia sisi tuwe ni jamii yenye nguvu, ni jamii yenye kujitegemea, ni jamii yenye kusonga mbele, ni kuna baadhi ya mambo lazima tuyazingatie. Jambo la kwanza kabisa, tuwekeni mbele ilmu. Bila ya ilmu hakuna jamii ambayo itasonga mbele. Hawa ambao wahangaisha Waislamu dunia nzima sasa, hawa Israeli walijiwekea target ya miaka 100, sema tusomeshe generation zetu kwa miaka 100 tutashika ulimwengu. Hebu angalieni sasa wako wapi sasa? Wamesomesha generation zao kwa muda wa miaka 100. Ilmu, kila aina ya ilmu waingie. Lazima kufanywe bidii katika upande wa ilmu, tena zote. Yani upate wewe ni Muislamu, wataka kumpeleka mke wako hospitali azalishwe na mwanamke wa Kiislamu, lakini je, mabinti zetu wanasomea hiyo kazi tunayoitaka sisi? Kila mtu anataka stara yake. Mke wangu bwana hatuzalishwa na mwanamume, tumewapeleka hao mabinti wasomee wao ili wazalishe wake zetu. Sisi bwana ayari, kwa nini afundishwa na Mkristo? Na ni kweli, shule ngapi leo ayari zinafundishwa na wasoko wa Islam? Sasa wewe kufikirisha, mtoto wako akifundishwa ayari na asoko Muislamu, atamfundisha yuamini ama atamfundisha ni kazi? Na atamfundisha amtilie sumu ama atamfundisha amnufaishe? Atamwambia Muhammad alipigana Badri, umeona alikuwa ameenda kupigana, kisha ataendelea. Hatumweleza ule ukweli wala ule usawa. Wako wapi watoto wa Kiislamu katika kusomesha somo letu lenyewe la dini? Waacha masomo mengine. Lazima sisi ummatu iqra, umma ambao kwamba tumeteremshwa iqra, kitu cha kwanza, tuko wapi katika ilmu? Hili ni katika msingi wa kufanikiwa kote ni alilmu. Kuna baadhi ya misikiti kule Mombasa wanafanya mchango kila Ijumaa kwa ajili ya kusomesha tu wanafunzi. Kila ambaye hana uwezo asome, ule msikiti wa Kilifi pale. Kwa nini? Wameona sisi lazima hapa tutie nguvu kubwa, tusiwe twafikia mahali hakuna watu wetu mahali popote ama mahali muhimu. Jambo la kwanza ni alilmu. Jambo la pili, twarudi kule katika jamii ya Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijenga nini? Al-ukhuwa. Alipoingia Madina, Mtume alijenga nini? Al-ukhuwa baina al-muhajirin wal ansar. Waislamu lazima tushikane, tuwe ndugu. Wakunu ibadallahi ikhwana, muishi nyinyi ni kama ndugu. Nyinyi mnaishi ni ndugu kabisa. Kila mmoja anakereka na la mwenzake linalomkera, kila mmoja anampendelea mwenzake mazuri analojipendelea yeye mwenyewe. Lakini ya kusikitisha, utaona Waislamu hatuna umoja, Waislamu hatuishi ndugu. Utaona kila mahali na kila msikiti na kila jamii ambapo kuna Waislamu kuna mfarakano.
Nini? Shetani anaingia baina yetu kutugonganisha, na hakuna faida yoyote ambayo kwamba inakuja watu wanapotengana, lakini kuna manufaa makubwa watu wanapokuja na kushikana. Hakuna wakati hizi ikhtilaf zitakwisha, hakuna, madamu akili zatofautiana, lugha ni ile ile ya Kiarabu, walikhtalifiana maswahaba na mtume yuko hai, itakuwa sisi. Lakini wale walikuwa tofauti na sisi katika nini? Katika kuheshimiana. Walipotoka katika vita vya Bani Quraidha, wakifika njiani mtume awaambia msiswali alasiri isipokuwa kwa Bani Quraidha. Ikawapata njiani, wengine wakasema lazima tufike kule ndio tuswali, wengine wakasema alimaanisha tu tufanye haraka na waswala lazima kwa wakati. Wakagawanyika vikundi viwili, lakini hakuna mmoja alimtukana mwenzake wala hakuna mmoja alimkufurisha mwenzake. Leo mimi na wewe tukitofautiana tu bismillah na kutopiga bismillah, utamuita kafiri mwenzako, hata si muislamu wewe mushrik wewe. Maswahaba wakakaa, wengine wakaswali, wengine wakasubiri, wakimaliza wakafuatana pamoja vizuri kwa amani. Baadaye wakarudi kwa mtume kumwambia Rasulullah, tulitofautiana, nani uko sawa? Akamwambia nyote mmepata. Maana nini? Ikhtilaf katika furuu inaweza kupatikana na sote tukawa sawa. Kwa hivyo Waislamu, hata kama tutatofautiana, tuishini ni ndugu, tunakusanywa sote chini ya bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Angalia ikhtilafu zilivyotufanya mpaka baadhi ya kheri tumezikosa mpaka leo. Wajua Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi kama huu wa Ramadhani alikuwa yutoka kwa maswahaba awaeleze Lailatul Qadri ni siku fulani maalum. Alipotoka awaona watu wagombana, wajibizana, kaambia basi ilikuwa nimetoka niwaambie Lailatul Qadri ni usiku fulani, lakini hii kugombana kwenu tena si group watu wawili tu wajibizana, hii kugombana kwenu, kujibizana kwenu, basi siwaambii tena, itafuteni katika 10 la mwisho. Angalia kheri gani tumeikosa. Hii ni mfano ya kuwa kila tukiwa sisi tuwagongana, kila ikiwa sisi tuwafanyiana vitimbi, tuwapigana, tufanyana hivi, kuna kheri nyingi tutazikosa, kuna kheri nyingi zitakosekana. Katika yanayosaidia pia katika watu kuendelea ni al-amana, uaminifu. Kuna wengi wanaotaka kufanya kheri, kuna wengi wenye uwezo katika Waislamu, kuna wengi ambao kwamba waweza kufanya mambo makubwa, lakini huu uaminifu, je, upo? Mtu anaona mimi nikitoa mali yangu nikataka ifanye kitu kadhaa, je, itafanya ama itapata kazi zingine? Watu leo wazunguka kila mahali, wachangisha, wafanya hivi, wafanya hivi, wangapi lakini ambao kwamba ile amana inafika katika mahali pake na kustahiki. Lau sasa hivi tukasema kule Misri, mmoja katika wanazuoni anaitwa Ali Al-Kaf asema walikuwa na kijiji kule Misri, msikiti wao kwenye kijiji wote ni watu hali zao si kubwa, si wenye uwezo, si wenye mali, lakini wakaamua washikane. Huu mmoja tunazungumza na undugu, jamaa, hapa mtaani ama hapa kijijini mwetu kuna watu wengi wana taabu, kuna watu wengi wana shida, tushikane. Wakashikana. Wafanyaje? Kila mtu kila siku aende akafanya kazi yake anayofanya, lakini kwa siku alete shilingi 100 tu, yani ikaekwa ile kiwango kidogo kabisa. Ikawa kila mwezi anaangaliwa mtu mmoja, nani hana kazi kabisa, shika anza biashara. Nani ambaye kwamba ameharibikiwa, shika jiinue. Asema baada ya mwaka ama miaka kadhaa ilipopita, katika kile kijiji kulikuwa hakuna mhitaji. Hii ni waqi imetolewa na huyu mwanachuoni ambaye kwamba asema ni kitu kimepatikana ndani ya Misri. Lakini sasa hivi hebu watu watoe mfano ama watoe mawazo, utasikia pesa bwana zitapotea, pesa bwana zitaliwa, pesa zitakuwa hazikusilimu hizi pesa. Kuna kuwa na kipingamizi kubwa sana ya watu kufanya maendeleo kwa sababu ya kukosekana uaminifu. Kule mji wa Mombasa, Jomvu, walipotaka kujenga msikiti, kulikuwa na watu wa kule lakini wako nje ya mji, halikuwa hawajitolei kujenga. Watu wafuata waambia, bana, nyinyi mna uwezo na kwenu kuhitajika msikiti, mbona? Asema mimi nikitoa hazitofanya hiyo kazi. Lakini akaenda muaminifu mmoja tu
akapewa na kweli ukajengeka msikiti mpaka ukamaliza. Umeona? Mara nyingine kuna watu wanataka kufanya mambo lakini ile kukosekana uaminifu. Kila mtu hana imani na mwenzake, kila mtu hakubali kwamba mwenzake ndo atakuwa mweka hazina na hili jambo litaendelea, na wengine huwa ni tuhuma tu. Ukiwa wewe wataka kufanya mambo ya kheri, ukiwa wewe utasimama utaeleza jamaa tufanyeni hivi, yule tayari ataka kufanya nini? Ataka kututapeli. Kwa hivyo ni katika yanayoturudisha nyuma ni al-amana, baada ya al-ilmu al-ukhuwa al-amana. Alafu la mwisho kabisa ni watu kukubali fikra, watu kubadilishana fikra na kukubali fikra. Kila mtu ataka kubakia katika ile ile tu yeye anavyoona ni sawa. Watu hawako tayari kufunguka akili zao. Jamaa, tukaeni, tuweza kufanya nini? Tuweza kuendelea katika jambo gani na gani? Kila mtu mwanzo ataka ubinafsi wake, mimi mwenyewe kisha kutimiza mambo yangu na majukumu yangu. Wengine bwana atasumbuana, ama itafanyika vipi jambo hilo? Jambo kubwa hayo yataka watu wenye uwezo. Zile fikra zenyewe kama hazikubali, basi hakuna hatua yoyote ambayo inaweza kupatikana. Maashara almuslimin, haya ni katika ambayo kwamba nimeonelea niafikishe katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe muamko wa Islamu. Mwenyezi Mungu atupe undugu wa Islamu. Mwenyezi Mungu atupe kupendana. Nimesahau, naona time imeenda, lakini nimesahau moja la mwisho, uongozi. Pia katika kitu muhimu ni uongozi. Kuna hili dhehebu la bohora, nafikiri mwalijua. Nani ashamuona bohora yuaomba barabarani? Nani ashamuona bohora atafuta kazi? Ni nini? Wana kiongozi na wamuheshimu kiongozi wao na wamsikiliza. Awaambia kila anayefanya kazi alete fungu fulani, wanapeleka. Haya mafungu tuyafanye kadha. Kila ambaye hana uwezo yaozeshwa na ile kikundi chao. Kila ambaye hana kazi yapewa kazi na kile kikundi chao. Lakini wana nini? Wanamuheshimu yule kiongozi wao. Final kauli ya mwisho ni ya yule kiongozi. Akisema ni hivi ni hivyo. Je, sisi kama Waislamu tunao hilo la kumheshimu kiongozi? Hapa tu maana ya kuwekewa kuna imamu na maamuma, maana yake ni kuheshimu uongozi. Wewe lau swala yako uko nyuma ya imamu ukamtangulia imamu, swala yako ni batil. Lakini utaona huyu imamu tunayeswali nyuma yake pia wengine hatumheshimu wala hatumpi cheo chake wala hatumuoni thamani yake. Imamu gani? Mtu anaweza kuwa swali nyuma yake na bado yamtukana. Sasa wewe asokuwa Muislamu akikusikia wewe umtukana kiongozi wako kwenye ibada yako, atakuchukulia wewe vipi? Atachukulia hiyo dini yetu iko vipi? Atamchukulia huyo kiongozi wetu ni, wajua hawa maimamu na walimu na maustadhi, wajua ni niaba ya nani hao? Wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wa inma warathul, wamemrithi mtume, niaba ya mtume. Yani lau hapa ingekuwa tuswalishwe na ustadhi, ingekuwa anatuswalisha nani? Mtume Muhammad. Je, wewe ungeweza kumtukana Mtume Muhammad? Ungeweza kumkosea heshima Mtume Muhammad? Ni binadamu lazima wana mapungufu yao, lakini ile heshima kwamba huyu ni kiongozi wangu ndani ya ibada ya kumwabudu Mungu lazima iwepo. Na tukijifundisha kumheshimu kiongozi, ndio pale tutaweza sisi tukipanga mambo yetu tuwe na kiongozi tumheshimu, akitoa kauli yake tunasikiliza, tunapata yale maendeleo ambayo kama yatakana. Angalia kila aina, angalia Dakhani, angalia mabohora, angalia sijui kina nani, angalia kila jamii ambayo kwamba ina kiongozi na ya muheshimu wameendelea, na kila jamii ambayo kwamba kila mtu kiongozi yeye hawaendelei. Hii ni katika jambo la mwisho muhimu sana, baada ya kuwa na ilmu, baada ya kuwa na undugu na umoja, baada ya kuwa na uaminifu, baada ya kuwa na fikra, kufunguka kifikra na kuchukua fikra mbalimbali, lazima tuwe na uongozi, ndio tutaweza kupata ile nini, yale maendeleo ambayo kwamba yatakana. Zile dhiki ambazo kwamba ziko kwenye jamii zitaondoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe mwamko, Mwenyezi Mungu atupe kupendana, Mwenyezi Mungu atupe umoja, Mwenyezi Mungu aondoe kila balaa katika jamii za Waislamu, Mwenyezi Mungu aondoe vita katika nchi za Waislamu, Mwenyezi Mungu alete amani kwenye miji yetu na miji ya Waislamu wote. Mwenyezi Mungu ajalie Ramadhani yetu hii Ramadhani yenye kubarikiwa, Ramadhani ambayo kwamba tutapata daraja kubwa mbele yake, Ramadhani ambayo tutasamehewa madhambi ndani yake. Na kama ni Ramadhani ya mwisho ya baadhi yetu, amani lazima iwe katika baadhi yetu,
basi iwe ni Ramadhani ambayo tumepata mwisho mzuri ndani yake, na kama itakuwa si ya mwisho, atubarikie na Ramadhani zitakazokuja, awasamehe walitungulia mbele za haki, awape afya wagonjwa wetu, atubarikie sote tulioko hapa na ambao hawako hapa, atutakabalie mema yetu, atakabalie tauba yetu, atakabalie saumu yetu, ajalie ni wenye kusoma Qur'ani na kuizingatia, ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله. Wa alaykum assalam.